Haya sio makazi ya watu, bali ni eneo la makaburi ya gharama zaidi duniani. Sehemu hii wafu hawatamkiwi rest in peace, badala yake utamkiwa rest in luxury. Jardines del Humaya ni makaburi yaliyoko karibu na jiji la Culiacan katika jimbo la Sinaloa, Mexico, yaliyoanzishwa toka mwaka 1969. Yamepata umaarufu kwa kuwa mahali pa maziko ya baadhi ya watu maarufu, hasa wale waliokuwa na uhusiano wa magenge ya madawa ya kulevya maarufu kama narcos. Makaburi haya yana wifi, air condition na hata satellite TV. Itakuhitaji mamilioni ya pesa ili uweze kuzikwa kifahari katika makaburi haya. Ni eneo lenye sifa ya kuwa na makaburi yaliyo na mapambo ya kifahari, hususan furniture na vitu vya thamani ambayo yanaonyesha utajiri wa marehemu na familia zao. Inakadiriwa kuwa kuzikwa huku itakuhitaji kiasi cha dola si chini ya milioni 5, sawa na shilingi bilioni 12 za Kitanzania. Watu wengi huja hapa sio tu kutoa heshima za mwisho kwa wapendwa wao, pia kutembelea makaburi haya ya watu maarufu. Baadhi ya watu maarufu waliozikwa Jardines del Humaya ni kama Marcos Arturo Beltran, ambaye huyu alikuwa kiongozi wa kundi la Beltran Levia, mojawapo ya magenge makubwa ya madawa ya kulevya nchini Mexico. Mtu mwingine ni Ignacio Coronel Villarreal, ambaye huyu ni mwanachama na mwandamizi wa Sinaloa Cartel. Mtu mwingine maarufu aliyezikwa katika makaburi haya ni Manuel Torres Felix. Huyu alikuwa mshirika wa karibu wa Joaquim Guzman, ambaye alijulikana kama El Chapo. Huyu alikuwa mwanachama wa familia ya Cuantero, ambayo ina historia ndefu katika biashara ya madawa ya kulevya. Makaburi haya pia yamekuwa sehemu ya utamaduni wa eneo hilo, na mara nyingi inahusishwa na hadithi za maisha ya watu waliosumbua huko Mexico, hasa katika biashara za madawa ya kulevya. Huwavutia watalii mbalimbali kutoka kona zote za ulimwengu, lakini kinachowashangaza watu wengi, jamii nyingi zilizozunguka makaburi haya ya Jardines del Humaya wamekumbwa na umasikini, licha ya kwamba matajiri wamezikwa katika makaburi haya. Je, wewe una maoni gani kuhusiana na makaburi haya? Jina langu naitwa Hermas na hii ni Manara TV.